Na unazionaje huduma za magonjwa hayo nchini Uingereza? Jinsi gani wanakuangalia, mawazo yao juu yako, na namna gani wanakuangalia kwa ujumla ukilinganisha na nchini Tanzania? Kweli upande wa huduma za afya nikilinganisha, mwanzoni wakati nimekuja, naweza kusema huduma zilikuwa ni nzuri sana, kwa sababu hata mwathiriko ulikuwa ukienda kwenye kliniki ile ya uathirika unatibiwa magonjwa yote. Hata nikisikia na homa na kwenda natibiwa pale pale. Siku hizi wamebadilisha. Kipindi cha nyuma ilikuwa kila mwezi unakwenda kliniki. Sasa hivi naonana na daktari wangu wa uathirika mara 2 kwa mwaka. Na dawa zangu napewa mara 2 kwa mwaka. Napewa za miezi 6, miezi 6 tena. Magonjwa mengine yote natibiwa kwa general practitioner au GP. Na kupata appointment, kwa sababu kama mimi unakuta licha ya uathirika nina hizo fibroids zilichomelewa ndani kwa ndani, kwa hiyo wakati mwingine wakuta zinauma, ingawa ninavyozeeka zaidi na zenyewe zinasinyaa. Nina maumivu kwenye kifua, nina arthritis, yani magonjwa kibao tu ambayo pia na yenyewe inabidi nitumie dawa. Sasa unakuja mpaka uje upate appointment ya kwenda kumuona consultant huku, inaweza ikakuchukua hata miezi 6 au mwaka haujamuona. Ukilinganisha na Tanzania, huduma za afya zipo ni nzuri. Vitengo vile vya afya kama Muhimbili imeboreshwa vizuri sana. Na kama mimi ningekuwa bado niko BOT, natibiwa pale VIP. Bima ya afya ni VIP. Kwa hiyo, lakini sijuti maamuzi niliyoyafanya, kwa sababu niliyafanya mimi mwenyewe, sikushauriwa na mtu. Na wahenga walisema kwamba maisha ni mahali popote pale. Yeah. Tunakaribia ukingoni mwa majadiliano yetu haya mazuri kwa siku ya leo. Labda tumalizie kwa wewe kuwaambia chochote wale watu ambao kwamba wana mitazamo hasi juu ya wagonjwa au watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Una ujumbe gani wa kuambia watu wa aina hii, hasa ukichukulia kwamba wako wanaoamini kwamba kupata magonjwa haya ni laana, na wako wanaoamini kwamba kupata magonjwa haya wamejikatia tiketi ya kifo? Hebu chukua fursa hii uamshe hisia zao hizi na kuwathibitishia kwamba dhana hizi hazina ukweli wowote. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Kwa kweli ninachowaomba Watanzania na wengine wote wenye tabia ile ya kunyanyapaa watu, hasa waathirika wanaoishi na virusi vya ukimwi vinavyosababisha ukimwi, kwamba yani wajitahidi au tujitahidi kubadilika. Hata kama mtu unamhisi au unamjua kwamba ana maambukizi ya virusi, jitahidi kuwa naye karibu. Jenga upendo na yule mtu. Pengine atahitaji msaada kutoka kwako, nauli, hasa nauli wale wasiokuwa na uwezo, ili waweze kuhudhuria kliniki zao, wasikose kunywa dawa na afya zao ziwe nzuri, waendelee kuishi na waangalie familia zao. Tuache zile tamaduni za kusema mtu amevuna alichopanda, kuwahukumu watu, kuwasema watu vibaya. Tunawafanya hawa watu, hata kama anapojua kwamba ana tatizo, ameathirika, asiweze kufunguka kwa ndugu au rafiki, anakaa kimya. Mwingine anaweza akafikia hatua anachukua maamuzi ambayo sio mazuri. Anajiona kwamba pengine ni mpweke, ni mkosaji, anajiona mwenye aibu. Kwa hiyo tukiondoa hizi dhana, watu hawa watafunguka na tutaweza kuwapa msaada zaidi wanaohitaji. Ndio hicho nachowaomba tu ndugu wa Tanzania wenzangu na hata mataifa mengine, kwa sababu unyanyapaa
ni tabia ya mtu aliyokuwa nayo. Mimi nilisaidiwa na watu ambao walikuwa sio waathirika, na ni miaka hiyo ya 90. Mtu anakusaidia tu chuoni, humjui wala nini, umekutana naye tu chuoni, wenye roho nzuri. Ndiyo, chukua nafasi hii pia kuwaambia wale wanaodhani kwamba ugonjwa au kupata ugonjwa huu ni kufa. Je, ni kweli kwamba ukipata virusi vya ukimwi maana yake ni kwamba umejikatia tiketi ya kifo? Nilitaka uongezee jambo kuhusu hii kauli ya kuhusisha VVU na kifo, ukithibitisha kwa mifano hai ambayo umekutana nayo, kwa sababu kutoka 95 hadi leo bado unaendelea kuishi, tena ukiwa na afya tele na umependeza vizuri. Hili ni jambo la kupigiwa mfano. Hebu tueleze kidogo, ugua ni kufa? Mimi ninachojua kwamba mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, sisi sote tutakufa, na kifo Mungu katuwekea siri. Hakuna anayejua atakufa lini, Mungu mwenyewe ndo anayejua. Kifo hakina mgonjwa, hakina mzima, hakina mtoto wala kijana wala mzee. Siku ikifika anayoijua Mwenyezi Mungu, utakufa. Sasa zile hisia za kusema kwamba yule ana virusi ni maiti inayotembea anasubiria kufa, kama enzi zile kulikuwa hakuna dawa na bado watu tuliweza kuishi mpaka sasa hivi, bado tupo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ujue kwamba anayejua siku ya mtu kufa ni Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kuna dawa, kwa nini bado mtu aendelee kuwa na hisia kwamba mtu ana